Jina langu ni Johari Musa Samizi, mkuu wa wilaya ya Misungwi. Kama ambavyo tunafahamu, tumefika mwaka mpya 2026, leo ni tarehe 2 na shule zinatarajiwa kufunguliwa kuanzia tarehe 13 ya mwezi Januari. Hivyo kama tunavyofahamu, tuna zoezi la uandikishaji ambalo linaendelea kwa darasa la awali na darasa la kwanza kwa elimu ya msingi, ambapo kwa darasa la awali wanafunzi 13,219 wanatarajiwa kuandikishwa. Tunapozungumza ni watoto 6,403 tu kati ya watoto 13,000 ndio tayari wameshakwisha andikishwa. Tayari tumeshatoa maelekezo kwa wenye viti wetu wa vitongoji wa vijiji kuendelea kuhamasisha wananchi wenye watoto wenye umri wa kuandikishwa darasa la awali na shule na darasa la kwanza waweze kwenda kuandikishwa. Lakini katika maoteo ya darasa la kwanza watoto 14,551 ndio maoteo ya mwaka huu tunatarajia kufanya uandikishaji kwa watoto wa darasa la kwanza, na mpaka sasa hivi watoto 9,082 tayari wameandikishwa. Kwa hiyo ukifanya hapo kuoanisha baina ya awali na msingi, elimu ya msingi, pamoja na kwamba maoteo yake yako juu zaidi ya elimu ya awali, kwa darasa la kwanza tunakwenda vizuri, watoto wanaendelea kuandikishwa. Lakini kwa uzoefu ambao kila mwaka tunakuwa nao, wazazi wengi huwa wanaleta watoto baada ya shule kuwa zimekwisha funguliwa. Kwa hiyo hatuna mashaka kabisa na maoteo tuliojiwekea na mchakato unaoendelea wa uandikishaji kwamba labda watoto hawatapatikana, lakini hatumaanishi kwamba pia tumebweteka kuto kuwahamasisha wazazi na walezi kuhakikisha wanapeleka watoto wenye umri wa kuandikishwa darasa la awali na la kwanza waweze kwenda kuandikishwa. Na kama nilivyotangulia hapo awali kusema, tayari tumeshatoa maelekezo kuanzia ngazi ya kitongoji mpaka vijiji, kwa maana shule za msingi zinamilikiwa na vijiji, ili viongozi wa ngazi hizo waweze kufanya hamasa ya kutosha kwa wale ambao bado wanasubiri muda wa shule kufunguliwa ili waende. Wanapopata nafasi na kuepusha msongamano na foleni wakati wa ufunguzi wa shule, ni vyema waende sasa ili kupunguza usumbufu watakaopata kipindi cha Januari. Sambamba na hilo, nitoe rai kwa wazazi hao pia na walezi. Wanafunzi zaidi ya 7,019 wanafunzi 7,019 waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza, wahakikishe wanafunzi hao wanakwenda kuripoti shule pindi tu shule zinapofunguliwa. Kama unavyofahamu, sisi jamii zetu za wafugaji, watu wanahamahama pia, lakini pia ni msimu wa kilimo. Wazazi wengi huwa wanatumia wanafunzi au watoto kama nguvu kazi katika mashamba. Kwa hivyo tunaendelea kutoa elimu kupitia watendaji wetu wa vijiji na kata, lakini sambamba na viongozi wao, kwa maana viongozi wa serikali za vijiji, wenye viti pamoja na wenye viti wa vitongoji, kuendelea kuhamasisha na kuwakumbusha wazazi ambao watoto wao wamechaguliwa pia kwenda kidato cha kwanza, wahakikishe inapofika Januari 13 wanaripoti shuleni. Asante. Asante. Katika hamasa hiyo, kwa sababu pia tumeanza mwaka mwingine wa masomo kwa kumaanisha Januari, mimi nafikiri nawaomba viongozi ngazi za matawi, wenye viti wa vijiji, vitongoji, watie hamasa kubwa kwa wazazi kwa ajili ya kupeleka wanafunzi wa awali shuleni. Na wewe unalizungumziaje kama mzazi? Bila shaka una watoto. Wewe unalizungumziaje? Mimi na kwa ngazi kwa umri nilionao, mimi wale sasa na wajukuu zangu ambao naishi nao. Kwa hiyo sisi tunaifahamu, mimi kama mimi, kwamba ni wajibu wa mzazi mlezi ule. Basi mimi kwangu sina shaka, ninaamini ni majukumu yangu. Nimesomesha watoto wangu, nina wajukuu, kwa ni lazima muda ukifika tuwapeleke shule. Na wewe unafanya hivyo?
Na mimi nafanya hivyo kwa sababu ni wajibu wa kujua mtoto akifikisha umri wa shule ni lazima akasome. Uwezo ukaendelea kaa naye pale tu nyumbani. Kama wazazi, kikubwa tunachoangaliwa kwa watoto wetu ni kupata elimu, na elimu ndo kila kitu na ndo ufunguo wa maisha. Hivyo kama wazazi, kikubwa tu ni kuandalia mazingira mazuri ya watoto wetu na kujiandaa na vifaa vinavyohitajika kwa ajili ya shule na kujiandaa na hiyo tarehe ya kwenda shule ambayo ni tarehe 13. Wewe kama mzazi, wewe unafanyaje au umefanyaje mpaka kufikia sasa? Mimi kama mzazi nimeshafanya maandalizi ya mwanangu kuhusu kwenda shule na watoto wangu pia, na nimeshawaandalia maandalizi kwa ajili ya ufunguzi wa shule. Naam. Tumekuwa tukisikia kwamba eneo hili ni eneo la wafugaji na wakulima. Wito kwa wazazi, wanatakiwa walete watoto wao kwa wakati, kuandikisha mapema ili watoto wao wapate kujifunza mapema. Kwa nini? Kwa sababu mtoto anapata elimu bora akijiunga mapema. Okay, je, wazazi wanapochelewesha watoto wao kuwaandikisha kwa wakati, huwa kuna usumbufu wote kwa walimu? Ndiyo, kuna usumbufu. Unakuta watoto wengine wameshasoma hapo mbele, yeye analeta tayari anakuwa nyuma. Kwa hiyo inakuwa ni usumbufu mtoto kumrudisha tena kwanza herufi ya mwanzo, huko inakuwa ni changamoto. Okay, mwamko wa elimu katika maeneo hayo ukoje? Kwa kweli mwamko ni mkubwa, japo sio sana. Kuna baadhi ya wazazi wengine bado hawajaelewa ile maana ya elimu. Wao watakiwa wapewe elimu zaidi.